Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa mara nyingine tena tunakutana katika sehemu hii ya tatu ya kumfanya mtu aweze kuwa imara na kuweza kufanyikisha safari ya kwenda mbinguni. Kabla ya kujifunza, kama desturi yetu, tutaenda kuomba Mungu mtakatifu wa watakatifu. Tunasema asante kwa kutupa tena pambazuko la asubuhi. Ni neema kubwa kwa kuwa umemtoa mwanako wa pekee ili kila muaminiye aweze kupata uzima wa milele. Nasi kwa kuwa tumemwamini, tunahitaji kufundishwa na kuongozwa ili tuweze kufika mahali pale ambapo ulipotuitia. Bwana, acha Roho Mtakatifu aweze kutuongoza kwa maneno yako katika uweza wa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Leo tutajifunza kwa hatua ya tatu. Ni hatua ambayo inaweza kukufanya kufanyikisha katika safari ya kwenda mbinguni. Na hii inasema kutunza siri. Nini maana ya kutunza siri? Mungu alipojua ya kwamba jambo la kutunza siri ni muhimu, kwanza yeye mwenyewe alitunza siri zake ili sisi wanadamu tusiweze kuzijua. Siri za Mungu ni za Mungu, na siri alizopenda kwamba tuzijue alitupatia sisi. Ndiyo maana ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29 inasema kwamba yote tuliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu, lakini kwa yale ambayo ni siri ni ya Bwana. Jambo la kutunza siri ni jambo maridadi kwa kila mtu, sababu kila mtumishi kati ya wale waliotangulia walitunza siri zao wenyewe, lakini pia siri za Mungu, na kia aliyevunja siri yake alipata shida. Na ukitazama katika maandiko matakatifu, tunayo mifano mengi ambayo ya watu waliokuwa na siri za Mungu ndani yao, lakini baada ya kuvunja zile siri wakazitosha nje na wakapata shida, na palikuwa hapana tena kizuizi, kwa sababu ile siri ndiyo inayokufanya wewe uwe kama ulivyo. Siri ya Mungu ndiyo inayomfanya Mungu kuwa Mungu, wala hakuna Mungu mwingine anayeweza kutokea, kwa sababu Mungu ameweka kuficha siri zake. Ukisoma katika maandiko matakatifu, kuna nabii mmoja. Yule nabii Mungu alimtuma kwenda kwa mfalme kufikisha habari zake, lakini katika ile habari Mungu akamupa siri moja, akamwambia, huko ninakokutuma uende na utafanyikiwa, lakini ili uweze kufanyikiwa uzingatie haya mambo mawili ambayo nakwambia. Kule kwenye unaenda usile chakula wala usinywe maji, lakini pia usirudilie njia ulioendea. Hiyo ndiyo ilikuwa siri ya kufanyikisha hiyo safari. Lakini jambo la kushangaza, yule mtu wa Mungu alipoondoka akafanya kazi yake akaimaliza, wakati anarudi, maandiko yanatushuhudia na kusema ya kwamba kukakuwa mtu aliyekuwa nabii, lakini tayari amekwisha kumuasi Mungu, lakini huku akiwa nafahamu siri ya unabii, akamtuma mtumishi wake kwenda kumrudisha yule nabii. Akamwambia, naomba uje ule na unywe. Sasa kosa yule nabii alilolifanya, akavunja siri ya Mungu iliyokuwamo ndani yake, kumwambia kwamba Bwana ameniambia nisile wala kunywa kwa chochote katika hii safari. Akasema, lakini pia aliniambia nisirudilie njia ambayo nimeipita. Na yule mtu wa Mungu alipogundua hivyo, akajua kumbe siri ya kumkwamisha huyu mtu
ni lazima nimupitishe katika hizi njia ambazo Bwana amemzuia. Ndipo akamwambia kwamba na mimi ni nabii na malaika wa Bwana amenitokea, na baada ya kunitokea kanambia uje ule na unywe, na baada ya kula na kunywa, hapo maneno ya Mungu yakamshukia, kwa sababu haukutii sauti yangu, hutofika, dubu atakularua njiani. Na yule nabii hakuweza kufika. Ni kusema ya kwamba siri ya tatu inayoweza kumfanya mtu kufanyikisha safari yake ya kwenda mbinguni, lazima awe mtu mwenye najua kutunza siri. Huwezi kuwa mtumishi wa Mungu na haujui kutunza siri. Huwezi kuwa kiongozi mzuri na kama hujui kutunza siri. Huwezi kuwa nabii kama hujui kutunza siri, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo Mungu atakuambia kwa sababu ya watu, kwa sababu ya familia, kwa sababu ya hali iliyopo wala hali ijayo. Sasa hizo siri zote ambazo Bwana anakupatia, lazima uwe na kifua. Lazima ujue kutunza siri za Mungu na siri za watu na siri zako mwenyewe. Kwa hivyo inakubidi, kama ukahitaji kufanyikisha katika safari ya kwenda mbinguni, ujue kutunza siri. Si habari ya kusema kwamba kila kitu ukaona ndoto, we ule unaenda unahadisia, jamani leo niliona ndoto, nikaona hivi, nikaona nakuwa hivi, nikaona niko tajiri. Yawezekana huyo mtu unayemhadisia hizo habari zako, yeye ni adui yako. Na kisha kufahamu kwamba destiny yako ni wapi, anaweza kakatiza ndoto zako zisifike. Kwa sababu kumbuka kipindi cha Yusufu. Yusufu alipohadisia ndugu zake ndoto zake na kuambia kwamba nimeona jua na mwezi na nyota 12 vyote vikiniinamia, yeye alikuwa hajui maana yake. Lakini mzazi wake aliyekuwa na hekima akajua, yawezekana vipi mimi na baba yako na ndugu zako wote tuweze kukuinamia wewe, uweze kututawala? Ndipo ndugu zake na Yusufu walipopata huo ufunuo, wakajua, kumbe huyu bwana kadogo, huyu bwana muona ndoto, huyu bwana muona maono, destiny yake ni kutuongoza sisi. Ndipo wakaunda njama, tufanye nini ili tuweze kuzuia hizi ndoto zisifanyikiwe. Wakaona hawana njia nyingine pasipo njia ya kumuua, wakatafuta kumuua, lakini kwa sababu Bwana ni mwaminifu akaweza kumuokoa. Lakini tazama, wivu uliweza kuwapata ndugu zake Yusufu baada ya kusikia ndoto ya Yusufu. Ndiyo maana kwa siku ya leo ninakuonya na ninakutangazia, sio kila mtu unapaswa kuambia ndoto zako. Sio kila mtu unapaswa kuambia maono. Sio kila mtu unapaswa kumwambia project zako. Sio kila mtu unapaswa kumwambia kile unachokifanya, kwa sababu kumbuka, hatua ya pili ambayo tumejifunza, lazima mtu awe na mzazi wa imani. Na malengo ya kuwa na mzazi wa imani ni kwa sababu siri zako za maisha yako zisitirike kwako wewe, na kama kutakuwa namna wala haja ya kupata mtu mwingine kukuongoza, umwendeye yule mzazi wako wa imani. Huyo tu ndiye aliyekuwa na ruhusa wa kufahamu mambo yako. Kwa hivyo, kama unataka kufanyikiwa katika safari ya kwenda mbinguni, jua hii siri ya kutunza siri zako. Lazima uwe na hii hatua katika maisha yako. Unapotafuta kufanya kitu, iwe siri yako wewe. Unapopata ndoto, iwe siri yako wewe. Ukipata maono, iwe siri yako wewe. Hata unapotaka kufungua biashara, iwe siri yako wewe. Kwa sababu kuna watu wengi ambao wana pesa ndani, hawana project za kufanya. Unapoenda kutangaza kile kitu unataka ukifanya, mwenzako alikuwa hana idea, lakini kupitia idea yako na yeye akiwa na pesa, unakutana na yule mradi na ufanya na yeye anafanyikiwa. Kwa hivyo sasa, kuanzia leo ninakuonya mtu wa Mungu, tunza siri zako. Kuwa na kifua cha kutunza siri.
zile ambazo ni siri zako, siri za Mungu, siri za watumishi wenzako, siri za familia yako, siri za maisha yako, siri za safari yako ya kwenda mbinguni, zitunze. Usiende unatawanya siri zako. Maana Samsoni alipotawanya siri zake kumwambia Delila kwamba hivi vishungi 7 vya nywele zangu ndivyo siri za nguvu zangu, ni hapo Wafilisti waliweza kujua udhaifu wa Samsoni ni nini, ni kumnyoa nywele. Na walipomnyoa nywele wakamtoboa macho. Bwana atusaidie sana. Kwa hivyo mpendwa wa mtu wa Mungu, tunza siri. Siri ndiyo inayoweza kukufanya wewe kuwa strong. Siri ndiyo inaweza kukufanya wewe uwe fighters. Siri ndiyo inayoweza kukufanya wewe uwe mpambanaji. Watu wote wakuone na thamani. Watu wote wagundue kwamba wewe una kitu cha maana. Watu wote waje kwako kutafuta ile siri iliyoko ndani yako. Umefanyaje mpaka ukaweza kufanyikiwa? Lazima uweze kuitunza siri yako. Na kama wewe kweli ni msafiri na bado unahitaji kufanyikisha safari yako ya kwenda mbinguni, lazima uweze kuitunza siri. Tunapaswa kuliwekea tahadhari jambo hili la kutunza siri, sababu huweze kufanya kazi ya Mungu yoyote, huwezi ukafanyikisha kwa chochote, huwezi ukapiga hatua yoyote pasipo kutunza siri. Kwa hivyo mtu wa Mungu, lazima kuanzia leo ujue kwamba hii hatua ya 3 uwe nayo katika maisha, na Mungu aweze kuwabariki. Kwa hivyo hii ni hatua ya 3 ambayo yaweza kukufanya wewe uweze kuendelea katika safari ya kwenda mbinguni. Basi tukutanane siku nyingine kama hii kwa kujifunza hatua ya 4 inayoweza kukufanya kuwa imara na kufanyikisha katika safari ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Amen.